Malaika wakamhimiza Lutu wakisema, fanya haraka, mchukue mke wako na binti yako na binti zako wawili walio huko, la sivyo utaangamizwa mji huu utakapoadhibiwa. Mstari wa 16, alipositasita wale wanaume wakamshika mkono wake na mikono ya mke wake na binti zake wawili na kuwaongoza salama nje ya mji, kwa kuwa Bwana aliwahurumia. Mara walipokwisha kuwatoa nje, mmoja wao akawaambia, mkimbie kwa usalama wenu, msitazame nyuma wala msisimame popote katika nchi tambarare. Kimbilieni milimani, ama sivyo mtaangamizwa. Lakini Lutu akawajibu, la hasha, bwana zangu, tafadhalini, mtumishi wenu amepata kibali mbele za macho yenu, nanyi mmeonyesha wema mkubwa kwangu kwa kuokoa maisha yangu. Lakini siwezi kukimbilia milimani, janga hili litanikumba nami nitakufa. Tazama, hapa kuna mji karibu na kukimbilia, karibu wa kukimbilia, nao ni mdogo. Niruhusuni nikimbilie humo, ni mdogo sana, ama sivyo ndipo maisha yangu yatasalimika. Mstari 21, akamwambia, vema sana, nitalikubali hili ombi pia. Sitauangamiza mji ulioutaja, lakini ukimbilie huko haraka, kwa sababu sitaweza kufanya lolote hadi ufike huko. Ndiyo maana mji huo ukaitwa Soari. Lutu alipofika Soari, jua lilikuwa limechomoza katika nchi. Ndipo Bwana akanyesha moto wa kiberiti juu ya Sodoma na Gomora kutoka kwake Bwana mbinguni. Hivyo akaiteketeza miji ile na eneo lote la tambarare, pamoja na wote walioishi katika miji hiyo, hata pia mimea yote katika nchi. Lakini mstari 26, lakini mke wa Lutu akatazama nyuma, hivyo akawa nguzo ya chumvi. Baba mwema, Mungu mwenye nguvu na uwezo, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunapolitafakari, tunapoliongea, Baba, tunaomba ukaachilie Roho wako wa ufahamu na mafunuo juu yetu, tukaweze kukuelewa na kujua mapenzi yako. Asante kwa neno hili, kwa maana neno lako ni mkate wa uzima, neno lako ni maziwa, neno lako ni maji ya uzima. Tunaomba kwamba tutakapolipokea likaponye mioyo yetu, likajenge imani yetu, likaimarishe wokovu wetu, na kutupatia nguvu ya kuendelea katika mwendo wa safari. Katika Kristo Yesu tunaomba, zote tuseme amen. Nina haja ya kuhubiri na nataka kunena kuhusu hatari za kuangalia nyuma. Hatari ya kuangalia nyuma, the danger of looking back. The danger of looking back. Mstari wa 26 unasema, lakini mke wa Lutu akatazama nyuma, hivyo akakuwa nguzo la chumvi. Lakini mke wa Lutu akatazama nyuma, na hivyo akakuwa nguzo la chumvi. Kuna hatari ya kutazama nyuma. Mwambie mwenzako, kuna hatari ya kutazama nyuma. There is a big danger in looking back. Hallelujah. Na Biblia inatuonya kuhusu kuangalia nyuma. Biblia inatuonya kuhusu kurudi nyuma. Bwana asifiwe sana. Katika Biblia kuna akina mama wengi ambao wametajwa, kama vile kuna Eva ambaye tunaambiwa yeye ni mama wa wanadamu, is the mother of humanity.
tunaye Sara, mama wa imani na mama wa mataifa. Tuna kina mama kama vile Hagari. Hagari tunamjua kwa maana anasema nimemwona Mungu anayeniona. Jina la Bwana lisifiwe. I have seen the God who sees me. Rahai Loi Laba, I can't remember exactly. Bwana asifiwe sana. Na pia tuna mama mwingine ambaye anaitwa Rebecca. Rebecca, the woman of divine purpose. Mwanamke ambaye alikuwa na hatma na alikuwa na tarajio na msukumo wa kupata kile ambacho Mungu alikuwa ameweka mbele zake. Jina la Bwana lisifiwe sana. Tuna mama ambaye anaitwa Lea. Yeye ambaye hakuwa amependwa lakini was very fruitful. Ni mwanamke ambaye hakuonyesha upendo lakini alikuwa very fruitful. Tuna mwanamke kama Rachel, alipendwa lakini hakuwa na watoto na alikuwa na mambo mengi ambayo hakuweza kutimiza. Jina la Bwana lisifiwe sana. She was barren. Lakini kuna huyu Miriam, dadake Musa, ambaye Biblia inasema kwamba yeye alikuwa is a prophetess and a worship leader. So we have many examples, but we have the example of a woman only known not by name but known as the wife of. Bwana asifiwe sana. Hajapewa jina lakini anajulikana kama mke wa, na kila mtu anajua na anamtambua na anamlea. Katika sura hiyo ya 19 mstari wa 26 inasema, lakini mke wa Loti akatazama nyuma, hivyo akawa gunzo la chumvi. Hilo ni jambo ambalo linajulikana kwake. Hana jina lakini anajulikana aliangalia nyuma, na alipoangalia nyuma akawa jiwe la chumvi. Kwa hivyo huyu ambaye hana jina, inaweza kuwa ni mtu yeyote. Mwambie inaweza kuwa pia ni wewe. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa sababu hana jina lakini anajulikana kwamba aliangalia nyuma, na hiyo ikawa kwamba ilimgharimu maisha yake. Papo hapo hakuweza kuwafikia wokovu na ukombozi ambao uliwekwa mbele zake. Mara hiyo akafanyika jiwe la chumvi. Mwambie mwenzako kuna hatari ya kuangalia nyuma, na kila mmoja wetu ni candidate wa kuangalia nyuma. All of us, because this woman has no name. So this woman can be anybody and anyone. He can be a pastor, he can be an elder, anaweza kuwa ni shemazi, anaweza kuwa ni kiongozi, anaweza kuwa ni huyo mama mmeketi na yeye, anaweza kuwa ni huyo baba mmeketi na yeye, anaweza kuwa ni huyo kijana, anaweza kuwa ni mtu yeyote, mtu wa heshima, mtu asiyekuwa na heshima, mtu masikini, mtu ambaye ni tajiri, mtu ambaye ana fahari, mtu ambaye hajulikani. Huyo hao wote ni candidate. Biblia inasema kwamba lakini mke wa Rutu hana jina, akaangalia nyuma. Mwambie Bwana nisaidie nisiwe huyo katika jina la Yesu. Kuna hatari ya kuangalia nyuma, na neno la Mungu linatutahadharisha kuhusu kuangalia nyuma. Wahibrania sura ya 10 na mstari wa 9 inasema, sisi sio wale ambao wanasita na wanangoja ama wanachanganyikiwa na wanarudi nyuma, lakini sisi ni wale ambao wanakaza mwendo. Bwana asifiwe sana. Wale ambao wanakaza mwendo na wanaendelea mbele. Jina la Bwana lisifiwe sana. So the danger of looking back. We are not of them that you know, wale ambao wanasita na wanarudi nyuma. Wafilipi sura ya 3 na mstari wa 13. Tafadhali media kama tunaweza enda kwa haraka. Wafilipi 3 mstari wa 13 inasema, siyahesabu kwamba nimeshatimiliza, lakini jambo moja ninalofanya, nikisahau yale yaliyo nyuma, ninakaza mwendo. Jina la Bwana lisifiwe sana. Neno ni kwamba tunasahau yale yaliyo nyuma, kufaulu kwako kwa jana, maisha ambayo uliishi pale nyuma, dhambi zako za jana, hali ambayo ulikuwa nayo jana. Biblia inatuambia tusahau, tukaze mwendo, ni kwa maana tumaini letu liko mbele. Jina la Bwana lisifiwe. Wakorintho
sura ya 9 na mstari wa 24. Wakorintho sura ya 9 na mstari wa 24. I'm usually a bit fast. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 na mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, je, hamjui kwamba katika mashindano ya mbio wote wanaoshindana hukimbia, lakini ni mmoja wao tu apewao tuzo? Kwa hiyo kimbieni katika mashindano ili mkapate tuzo. Jina la Bwana lisifiwe. Mkimbizi hawezi akakimbia akielekea nyuma. Ninakukumbuka Katolika moja ambapo niliona juzi kale kakupashana relay. I don't know how it came, it was just a reflection. I was going through the social media and I found it. Na ilikuwa ni ile ya kupashana relay, ale ambao unapatia mwenzako kijiti. Na yule wa kwanza alikimbia na akakimbia kabisa na akaacha wenzake nyuma. Sasa alikuwa aende ampatie mwenzake na yeye mwenzake akimbie ampatie mwenzake na mwisho kabisa waweze kufanyika washindi. Huyu alikimbia mwanzo na akakimbia vizuri na akawaacha wengine. Alipompatia mwenzake kile kijiti, badala ya yeye kuendelea ampatie yule aliye mbele yake, yeye aligeuka akaangalia opposite na kwa bidii yote akafanya bidii kurudi nyuma. Mwambie mwenzako usiwe huyo. Bwana asifiwe sana. Kwamba unatakikana kupeana kijiti ili umpashe mwenzako na mwisho kabisa timu yenu ishinde na nyote muweze kushinda kwa sababu ya bidii. Lakini yule ambaye alipata kijiti na akarudisha wengine nyuma, hata kama wao ndio walikuwa wa kwanza, walikuwa wa mwisho. Jina la Bwana lisifiwe. Na mwisho kabisa hata wakaondolewa, ni kwa maana zile rules za competition walizivunja. Jina la Bwana lisifiwe. So we must keep focus. We must run the race. We must look forward in the name of Jesus Christ. Waebrania 12 na mstari wa kwanza inatuambia kwamba tumezingirwa na mashahidi wengi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tukimbie hii mbio kwa kustahimili na kwa bidii mpaka tuimalize. Jina la Bwana lisifiwe sana. Kwamba tumezingirwa na mashahidi wengi. Kuna mashahidi wengi. Akina Ibrahimu wanatungoja, wao walimaliza mbio zao. Musa wanatungoja, walimaliza mbio zao. Na sisi pia ni vizuri pia tukimbie tuweze kumaliza mbio zetu. Luka mstari wa sura ya 9 na mstari wa 62 inatuonya ya kwamba hakuna mkulima yeyote anayeweka mikono yake katika jembe lile la ng'ombe, la kulima na ng'ombe. Hiyo akisha lishika na mikono yake, hana budi kuangalia mbele, manake akiangalia nyuma ataharibu kila kitu. Jina la Bwana lisifiwe sana. Kwa hivyo Biblia ina mifano mingi na inatuonya kwa wingi wa maneno ya kwamba inabidi tuangalie mbele katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Kuna maneno ambayo malaika anamwambia Lutu pamoja na mke wake anaposhuka pale, anawaambia kwamba inuka. Kisoma katika mstari ule wa 15 anasema kwamba arise you and your family. Anawaambia jambo la pili, take your wife and your daughter. Jambo la tatu anawaambia escape for your life. Jambo la 4 anamwambia do not look back, do not look behind you. Jambo la 5 anamwambia do not stay in the plain, usikae katika nchi tambarare. Jambo la 7 anamwambia hurry up, harakisha. Na jambo la 8 anamwambia escape. Maneno hayo 8 ni ya muhimu sana kwa mtu ambaye anataka kunusuru maisha yake. Ni kwa maana dunia na vyote vilivyomo vinaenda kuangamia. Kama vile Sodoma na Gomora zilikuwa zimeasi, zimefanya dhambi, dunia hii tunayoishi imejaa dhambi. Wewe ni mshuhuda na mimi ni mshuhuda. Na hii dunia sasa imekuwa tayari kumwagiwa hasira ya Bwana na kuangamizwa katika hasira ya Bwana. Ni kwa maana dhambi zimezidi. Jina la Bwana lisifiwe. Yesu anatuonya katika Luka 9 ya kwamba sio Luka 9, ni katika Luka 17 mstari wa 28. Anatuonya kwamba Sodoma na Gomora ni wakati Lutu alipotoka ndio mvua ya moto iliponyesha juu ya watu ambao walikuwa Sodoma na Gomora. Vile vile hii dunia iko katika hatari ya kuangamia. Dhambi zimezidi.
Vijana wetu wamejiachilia katika dhambi. Akina mama tumejiachilia katika dhambi. Sisi hata wachungaji, dhambi zimejaa katika madhabahu. Wazee wa kanisa hatuogopi dhambi. Na wacha nikwambie wapendwa, kuna hatari ya kuangalia nyuma. Ni kwa maana pale ambapo tunaendelea ni kwamba mwisho wetu unafika na Yesu anaweza kuja wakati wowote. Ni vizuri kukimbia hasira ya Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. So I want us to talk a little bit, na sitaki kuchukua muda mrefu. Ni kwa nini, why are we tempted to look back? Ni kwa nini, kama vile mke wa Lutu, ni kwa nini tunashawishika kuangalia nyuma? Jambo la kwanza, it is because of attachment to the old ways of life. Ni kwamba umeshikamanishwa na maisha yako ya zamani. Wengine wetu tulikuwa wabaya sana. Tulikuwa watu ambao hata hatuwezi kunena yale ambayo tulikuwa tunafanya. Lakini Yesu akatuokoa. Lakini bado, hata baada ya kuokolewa, bado maisha yale ya zamani bado unaendelea na yao. Sometimes old habits, tabia ambazo ulikuwa unafanya bado uko nazo. Kamshene kadogo, kuingia katika mitandao ambayo ina uchafu, hata kuimba. Tumepoteza vitu kanisani na vinapotea tu, unasikia kitu kimepotea, wizi kanisani. Wapendwa, kuna mambo mengi, udanganyifu. Mambo hayo ya zamani bado yanatushika. That is one way of looking back. Jina la Bwana lisifiwe sana. Kuna sinful pleasures, kuna former comfort, kuna ile hali ya kutosheleka katika maisha yako. Na unasikia mimi sitaki kutoka katika hali hii. Ni kwa maana hali hii ndio nzuri. Na unapenda kukaa katika hali hii. Kama hautaondoka Sodoma na Gomora zinaangamizwa. Jina la Bwana lisifiwe. Sodoma na Gomora palikuwa ni mahali pazuri, palipendeza. Lakini kulikuwa kwamba wamefanya dhambi na wameasi, na hasira za Mungu zilikuwa juu yao. Wakati wa kuangamizwa ulikuwa umefika. Wapendwa, the old habits, the comfort zones, the things that we used to do, relationship, marafiki wale ambao hawajaokoka na hujawahi achana na wao. Vitabu ambavyo ulikuwa unasoma na bado unavisoma. Sinema ambazo ulikuwa unaangalia na bado unaziangalia. Muziki ambao ulikuwa unasikiza na bado unausikiza. Njia ambazo ulikuwa unapita na bado unazipita. You are still bound by your old ways of life. Those are ways of looking back. May God help us in Jesus' name. Bwana asifiwe sana. Na hata wana wa Israeli, Biblia inasema katika Exodus 16 mstari wa 3 kwamba wana wa Israeli wakiwa jangwani walitamani kurudi Misri. Wakatamani marenge ya Misri, wakatamani maisha ya Misri, na wakasumbua Musa wakimwambia Musa, mbona ulituleta huku? Wakatamani kurudi Misri. Ninakuombea na ninajiombea tutenganishwe na tabia za zamani. Jina la Bwana lisifiwe. Tutenganishwe na marafiki wa zamani. Nilikuwa nasikiza mhubiri leo asubuhi na akakuwa akiniambia kwamba kama kuna kitu moja ambacho kitatutoa katika upendo wa Mungu ni hii simu. Hii simu wapendwa, itatutoa katika upendo wa Mungu. Angalia your attachment to this phone. Praise the name of the living God. Sitaki kuinena sana, lakini mnaelewa ninasema nini. Number 2, the fear of the unknown future. Mke wa Lutu alikuwa ameondoka, yani the fear of unknown future. Wale ambao wanaandika, kuogopa ni nini kilicho mbele yako. Manake huyu mke wake ametolewa mahali ambapo alikuwa anajua, anaenda mahali ambapo hajui, na anaambiwa ondoka kwa haraka. Sasa kuna ile uoga, ninaenda wapi? Nitakaaje? Ni mambo gani ambayo yananingoja? Kila mara tunapokuwa na uoga, ni nini ambacho kinatungojea hapo mbele, kinatufanya tuwe na uoga na tunaanza kurudi nyuma. Jina la Bwana lisifiwe. Jambo la tatu, pain and disappointment and regret. Unaweza kuwa na machungu na kwamba uliweza kupoteza tumaini, na wakati uko na hiyo hali ya kukosa tumaini na uko na machungu ndani yako, unaweza kosa nguvu za kuendelea mbele, unaanza kuangalia nyuma. You stay a life of regret. You are always blaming yourself.
Unajiangalia, unaanza tu kujishtumu na unaona kana kwamba hujafanya vizuri. Mambo hayo pia yanaweza kukurudisha nyuma. Pengine ulijaribu jambo ukaanguka, hilo pia inaweza kukurudisha nyuma. Jambo la 4, lack of trust in God. Usipomtumainia Bwana, kama tumaini lako haliko ndani ya Mungu, yeye tu ndiye anayejua njia, yeye ndiye ambaye amekuita, yeye ndiye ambaye amekuambia ondoka, na yeye ndiye anajua unaenda wapi. Kwa hivyo usipoweka tumaini lako kwa Bwana, unaweza kujipata unaangalia nyuma. Jina la Bwana lisifiwe. Biblia inasema nini kuhusu kuangalia nyuma? Nilikuwa nimeinena kidogo. Biblia inasema katika Luka 9 mstari wa 62 ya kwamba hakuna mtu atiaye mkono wake kwenye chembe na kuangalia nyuma. Jina la Bwana lisifiwe sana. Wacha nimalizie na kwa kunena kidogo tu kwa why should we focus and look ahead. Tuangazie na tuzingatie sana kuangalia mbele. Mke wa Lutu aliangalia nyuma akakuwa jiwe la chumvi. Lakini sisi wapendwa, ni kwa nini tuzingatie na tuangalie mbele? Jambo la kwanza, our hope is ahead. Tumaini letu wapendwa haliko nyuma, tumaini letu liko mbele. Paulo anaandikia Wafilipi, anawaambia mimi ninachochumilia nikitazamia taji iliyowekwa mbele zangu. Jina la Bwana lisifiwe sana. Taji yako imewekwa mbele. Ukiangalia nyuma hakuna taji ambayo inakungoja. Mwimbaji mmoja anaitwa John Dius aliimba akisema usiangalie nyuma, ni kwa maana ukirudi Misri hakuna muujiza wa kugawanya bahari ya Shamu. Kama utahitaji kurudi nyuma, ulipokuwa ukikuja Mungu alikufanyia muujiza. Ulipofika katika bahari ya Shamu, Bwana alipasua bahari na ukapita katikati ya maji. Ulipofika katika maji ambayo yalikuwa machungu, Mungu alibadilisha hayo maji yakawa maji matamu. Ulipofika mahali ambapo hakukuwa na maji, Bwana alikupatia maji. Lakini ukirudi nyuma hakuna muujiza ambao utafanyika. Our hope is ahead in Jesus name. Mwambie mwenzako, kaza mwendo, tumaini letu liko mbele. Jina la Bwana lisifiwe. Luka 21 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, inueni vichwa vyenu na kwa sababu ukombozi wenu umekaribia. Angalia mbele, ni kwa maana hapo ndipo tumaini letu liko. Kwa nini tuangalie mbele? Jambo la pili ni kwa sababu God has prepared a future. Mungu ametayarisha hatima yetu mbele. Jina la Bwana lisifiwe. Mwisho wetu uko mbele. Neno la Mungu linasema katika Yeremia 29 mstari wa 11, maana nayajua mawazo ninayowawazia ni mawazo ya amani wala si mabaya. Mawazo ya Bwana kukuhusu, yale yaliyo mbele yako ni mawazo mazuri. Future yako ni future nzuri. Hiyo familia ambayo unaona ukilia sana, mawazo ambayo Mungu ameweka kuhusu hiyo familia ni mawazo mazuri. Hao watoto Mungu anawawazia vizuri. Hiyo jambo ambalo limekukera na limekuwa na ugumu, Mungu anawaza vizuri. Your hope and your future is rested in God, and that future is good. Praise the name of the living God. Praise the name of the living God. Number 3, faith always look forward. The reason why we should not look back ni kwa sababu imani kila mara inaangalia mbele. Our faith should never be backward looking. Our faith should always be forward looking. Mfano ni Ibrahimu. Mungu anapomwita katika sura ya 12 ya Genesis, anamwambia ondoka katika nyumba ama nchi ya baba zako na uende katika nchi ambayo nitakuonyesha. Na anaondoka. Wakati huo hakuuliza maswali, yeye aliondoka mara moja. When it comes to matters of faith, when you are exercising faith, you should always look forward in Jesus name. Bwana asifiwe. Number 4, Jesus is calling you to look forward. Yesu pia anakuita utazame mbele. Yesu anawaita wanafunzi wake na anawaondoa katika kazi zao, wanaangalia mbele.
na wanaweza kwenda katika kuhubiri Injili. Katika Yohana 10 na mstari wa 10, Biblia inasema kwamba mimi nilikuja ili muwe na uzima na kisha muwe na uzima tele tele. Kwa hivyo Bwana Yesu na yeye pia anatuita tuangalie mbele. Bwana Yesu ametuita tuwe mature in Christian faith. Ametuita ili tuwe transformed, tuweze kugeuzwa maisha yetu na kuendelea mbele. Ametuitia uzima wa milele. Kwa hivyo tuangalie ni mbele, wapendwa, tusiangalie nyuma, katika jina la Yesu Kristo. So how can you avoid looking back? Ni jinsi gani unaweza zuia kuangalia nyuma? Jambo la kwanza, keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. Ukiweka ama ukiangalia mambo mengine, utaangalia na utakufa moyo na utakosa kuendelea. Lakini ukiinua macho yako na utazame Yesu Kristo, utafaulu katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema katika Waebrania 12 na mstari wake wa pili, inasema tukimtazama Yesu, yeye aliye mwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu. Tutazame Yesu. Yeye alitutangulia na yeye alishinda, yeye alifaulu. Yeye hakuangalia mambo mengine, alimwangalia Mungu Baba yake na alipenda kutimiza mapenzi ya Mungu. Na sisi pia tukimtazama Yesu, nasi pia tutafaulu katika jina la Yesu. Number 2, renew your mind daily. Ili uweze kufaulu, ni vizuri kufanya upya mawazo yako. Warumi sura ya 12 na mstari wa 2 inasema that we be transformed by the renewal of our mind. You should always seek to renew your mind. If you continue with the same mindset that you had yesterday, that mindset will drag you behind. But you need to always create a new mindset and to always create hope and to have a desire to do things differently. Renew your mind in Christ Jesus Christ. Be transformed. Ukiendelea kufikiria vile ulifikiria jana, inawezekana usiweze kufaulu. Number 3, walk by faith. Walk by faith and not by sight. Tembea katika imani, wala usitembee kwa yale ambayo unaona. Yale ambayo unaona yatakuvunja moyo. Mlima ulio mbele yako, magonjwa, shida zilizo mbele zako, ukiziangalia utaziona na utaogopa. Lakini ukitembea katika imani utafaulu. Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wake wa 7. Neno la Mungu linasema kwa maana twaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Tembea katika imani na hakika Bwana atakubariki. Jina la Bwana lisifiwe.